Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, kitu ambacho ni nambari moja katika kuhakikisha kwamba tunakusogeshea karibu taarifa zinazotokea na tunahakikisha kwamba unapata kufahamika kwa wakati kuhusu yale ambayo yanaendelea kutokea katika taifa la Tanzania. Msikilizaji, karibu nikujuze, na kuna taarifa ambazo nimeweza kuzipata msikilizaji, ambazo nahisi kwamba niweze kushare na wewe kuhusu ukatili ambao unazidi kuonekana katika serikali ya Samia Suluhu. Sasa msikilizaji, kuna mwanamke hapa ambaye mume wake alikuwa ni afisa wa polisi, alitumikia jeshi la polisi la Tanzania, ambaye aliweza kuaga katika shughuli zake za kazi. Lakini pia bwana huyu jina lake limeweza kutajwa katika kesi ya Tundu Lissu kama ushahidi ama kama sehemu ya kutoa ushahidi katika kesi hiyo ya Tundu Lissu. Na jambo hilo msikilizaji, bila shaka limeweza kufikia familia ya marehemu, na wamepata kuyatoa machungu yao na kuzungumza kwa serikali hii katili iache kulizungumza ama kulitumia jina la marehemu kama ambaye anatoa ushahidi katika kesi inayomkabili Tundu Lissu ya uhaini. Sasa msikilizaji, katika ujumbe ambao nimeweza kupata ni ujumbe ambao ameweza kuandika mkeo bwana huyu ambaye aliweza kufariki, akiweza kuiomba serikali na viongozi waache kuendelea kuwatonesha vidonda kwa kuendelea kuwakumbusha kifo cha bwana huyu na kuendelea kulitumia jina lake kwa ajili ya kujinufaisha ama kupata faida za kisiasa. Naomba msikilizaji, nikupeleke moja kwa moja katika taarifa hii, nikusomee jinsi alivyoweza kuandika, kisha baadaye tutaweza kuizamia zaidi. Ameitia picha yake hapa, bila shaka msikilizaji nitakuwekea pale uweze kutazama. Akasema kwamba huyu ndiye Amin Said Mahamba na ni marehemu. Mume wangu amefariki mwaka wa 2021 akiwa SACP, sio ACP kama inavyotajwa kwenye kesi ya Tundu Lissu. Huyo wanaomtaja huko sijui ni upi. Mume wangu amefariki na cheti cha kifo kipo. Nimechoka kupigiwa simu na kuulizwa kama Jamhuri inatumia jina la mume wangu. Nitawashtaki kabisa, wala sitokaa kimya kutokana na maumivu ninayoyapata. Mungu ndiye anajua. Naomba muacheni mume wangu apumzike kwa amani. Miaka aliyotumikia jeshi la polisi inatosha. Msikilizaji, ameweza kuandika hapa mkeo marehemu huyu bwana ambaye aliweza kufariki akiwa katika kazi yake, na ameweza kusema kwamba alifariki akiwa SACP sio ACP kama inavyotajwa kwenye kesi ya Tundu Lissu. Sasa msikilizaji, Jamhuri inatumia jina la bwana huyu kama ushahidi ulioweza kutajwa katika kesi ya Tundu Lissu. Lakini sasa pia wameweza kubadilisha machache, wakasema kwamba bwana huyu alikuwa ni ACP, lakini
mpaka kipindi ambacho amekumbana na kifo chake, mkewe amesema kwamba mume wake alishikilia cheo cha SACP, yaani sio ACP, alishikilia cheo cha SACP. Kwa hivyo kinachotajwa kwenye kesi ya Tundu Lissu ni uongo, na ni jambo tu la kutumia jina la bwana huyu ili kufanikisha kile ambacho wanahitaji kupata kutokana na kesi ile ya Tundu Lissu. Kilichokamata macho yangu hapo, msikilizaji, pia ni kwamba bwana huyu amefariki mwaka 2021, lakini mpaka sasa pia ameendelea kutajwa hata baada ya mke huyu kutangaza wazi kwamba ana cheti chake cha kifo, na iwapo kitahitajika kutolewa anaweza kufanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba jamhuri inakoma kuendelea kutumia jina la mmeo ambaye tayari alishafariki, na wamruhusu aweze kupumzika salama. Sasa msikilizaji, kile ambacho kinatokea hapa ni kwamba jamhuri imeelekea kutumia nguvu mpaka imefikia kiwango cha kumfuata marehemu ambaye tayari alishaaga dunia. Alikwisha kutumikia jeshi la polisi kwa uwezo wake akamaliza. Iwapo tu kama ilivyotokea akakumbana na kifo chake, sasa hivi yupo kaburini ametulia. Lakini sasa jamhuri imeendelea kutumia jina lake kwa ajili ya kutafuta manufaa au kupata kile ambacho wanakihitaji kutokana na kesi ile ya Tundu Lissu. Jambo hili msikilizaji, cha kwanza linaumiza familia ya marehemu ambayo imebaki, na bila shaka linaendelea kuwatonesha vidonda, kuendelea kuwakumbusha na kuwaumiza zaidi kusikia kwamba mpendwa wao bado anaendelea kutajwa katika shughuli ambazo zinawanufaisha watu wengine. Kama alivyosema mkewe huyu, ametaja kwamba ameendelea kupigiwa simu na watu mbalimbali kuulizwa kwamba kwa nini jina la mmeo aliyefariki limeendelea kutumika katika kesi ya uhaini wa Tundu Lissu. Kwa hivyo watu wengi waliomjua bila shaka wanafuatilia kutaka kuelewa kwamba ilikuwaje na ilitokeaje kwamba jina la bwana huyu ambaye hayupo linatumika kama shahidi katika kesi inayomkabili Tundu Lissu. Na sasa kwenye kesi hiyo wameweza kumtaja kama aliyeshikilia nafasi ya ACP, lakini mkewe amekataa, akasema kwamba mpaka kipindi ambacho ameweza kukumbana na kifo chake alishikilia wadhifa wa SACP na sio ACP kama inavyotajwa kwenye kesi ile. Kile ambacho kinakuonyesha hapo msikilizaji ni kwamba jamhuri mpaka sasa imekosa sababu za msingi ama imekosa ushahidi wa maana wa kuendelesha kesi dhidi ya Tundu Lissu, na kwa sababu hiyo wameendelea kutafuta mbinu, kutafuta tu njia tofauti tofauti zitakazoweza kuhakikisha kwamba wanafaulu kuendelesha ama kuongeza siku ambazo Tundu Lissu ameendelea kushikiliwa huku kesi yake ikiendelea kusikilizwa. Msikilizaji, pia siku chache zilizoweza kupita, jaji mkuu aliweza kuzungumza na kaionya serikali kwamba majaji hawahitaji kupewa maelekezo jinsi ya kuamua kesi. Bila shaka ni kutoa thibitisho kwamba kinachotokea ni kwamba kuna mikutano inayokuaga baada ya vikao vya mahakama ambayo ndio inatoa mwelekeo ambao kesi fulani inaweza kuchukua.
na ndio kile ambacho tunaona kikishuhudiwa, msikilizaji, masuala ambayo yanasababisha ucheleweshaji wa haki na pia kuwatesa wale ambao wamehusika katika masuala kama yale. Msikilizaji, hebu endelea kutia subscription kwenye kituo chetu hichi, lakini tuendelea kukukaribisha uendelee kutufuatilia kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika ukurasa huu. Hakikisha unazidi kutufuatilia. Jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na kukutaarifu kuhusu yale ambayo yanatokea.